lazima niwaambie ukweli. Yaani hizo fikra chanya za namna bora, namna ya heshima ya kutoka kwenye mfumo dume, kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye utegemezi, kutoka kwenye ukandamizaji, kutoka kwenye ukatili. Lazima niwanyoshee maneno ya. Kwa hiyo wadada wanavyokuja ninawaambia yani ninawaambia sasa namna gani wajibrandi, wajiweke ili waweze kulipwa, ili waweze kuwa watu wenye tija, ili waweze kuwa watu wenye value. Wale ambao wanataka kweli kutoka kwenye huo ugandamizaji, huo upande ambao walilelewa kutumia mili yao, kutegemea tu kwa kuwa ni mwanamke, una maumbile ya kike, basi wewe unaweza kuishi, kwa sababu mwanaume yeyote anaweza kukulala akakupa hela. Ili kama kweli mwanamke anataka kutoka kwenye hizo fikra za kufikiri ndoa ni sehemu, yani ndio, yani ndoa ni tiketi ya kutoka kwenye umaskini. Kwa wale ambao wanataka kutoka huko, lazima wasikie, yani wapate ule mwarobaini ambao ni dawa, ni mchungu lakini ni dawa, itawaponyesha, itawasaidia. Kwa hiyo ninaona kwa wale ambao they are uncomfortable kusikia ukweli, navyowaambia wadada, huwezi kusema unaenda kazini hujui kupika chapati, hujui kupika, yani actually hujui kupika, na unasema hii ndio biashara unayoenda kufanya. Hiyo sio sawa. Lazima uhakikishe kwamba sasa unakaa kwenye mkao wa kutoa huduma hizo ambazo sisi tunaziofa hapa. Hapa tunaofa huduma za aina 3, yani kwamba ujue malezi, ujue mapishi, ujue usafi. Hizo area 3, hakuna kingine zaidi ya hapo. Si hatudili na kilimo, hatudili na mifugo. Hizo ni extra. Kama dada anapenda, ni kitu ambacho anatamani baadaye kuja kufanya, akikuta kwa bosi wake labda anafuga, anaweza kujiongezea maarifa ya ufugaji labda baadaye kama anataka kuja kufuga. Lakini kuna wengine tunapenda kujifunza kazi. Kwa hiyo unaweza kukutana na majukumu ambayo sio pati ya majukumu yako, lakini ukasema you know what, nataka kujitrain. Kwa sababu uzuri ni kwamba ubongo wa mwanadamu namna ulivyo, unaweza kujitrain kitu chochote kile ukaweza kukifanya na ukafanya vizuri sana, ila tu kama wewe mwenyewe una nia kujifunza. Sasa wadada wengi ambao ninawaona wanakuja kwenye hii opportunity, that is very good. Yani ni mimi hiyo tu tayari nawapa tiki kwamba sawa, umedecide nataka kwenda kufanya kazi ili niweze kupata kipato changu, nataka kutafuta pesa kwa njia halali, njia za heshima, njia za staha. Nisikae tu nyumbani najifanya sina kazi, lakini kuna namna na utumia mwili wangu kujiingizia kipato. Hizo hazina baraka. Okay, so lazima sasa tukae katika tujitrain kuwa professional, kufanya hizi kazi sasa kama business, kwamba siendi nyumbani kwa mtu anisaidia, nionee huruma kwa sababu mimi nina shida, nimetoka kwenye familia za kimaskini, au kwa sababu yeye anahitaji mfanyakazi, basi na mimi nikatumia hiyo njia ya kumnyanyasa bosi wangu, kwamba yani nafanya kidogo nampatia frustration kwa sababu nafanya kidogo, alafu sionyeshi hata kama nina nia na dhamira ya kutaka kujiboresha, alafu natarajia anilipe. That is not fair. Kwa hiyo lazima ni wa coach namna sahihi ya kuwa mjasiriamali, ya kuwa mfanyabiashara. Huku hatuoneani huruma, huku hatuji kwa ajili ya kusaidiwa, kubebwa. No, hapa lazima tujifunze nini maana ya biashara. Biashara namba 1 ambayo unakuja kufanya ni ya kutumia nguvu zako kwa halali, kwa njia halali. Unatumia nguvu zako na ujuzi ulionao kuhusu mapishi, malezi na usafi, kufanya kazi kwenye nyumba za watu ili waweze kukulipa. Sasa lazima unapokuja, kwanza unakuja ukiwa kwenye level gani? Level ya traditional, smart au professional. Kama uko kwenye hizi level za chini, then una opportunity ya kujifunza kwamba ndio naanza kama traditional, lakini sitastay kuwa traditional milele, sitakaa kwenye traditional. Yani 1 year unakaa nyumbani kwa mtu, still bado unaendelea kuhesabiwa wewe ni traditional. Kwa nini usijiongeze? Kwa nini usijitrain vitu? Kwa nini yani unakaa hujui kupika vitafunio, na wewe ni dada unayesema unafanya kazi za nyumbani? Why bosi wako akanunue vitafunio na wewe upo?
Kwa nini unapika chakula kinakuja mezani, watu wanashindwa kuenjoy, wanashindwa kufurahia chakula, wakati wewe unasema nafanya kazi za nyumbani, kazi zangu ni kupika? Kwa nini nyumba iwe chafu wakati unasema niko kwenye kazi za nyumbani, moja ya majukumu yako ni kufanya usafi? Hiyo ni kuto kujitambua. Ndio hapo tunabaki tuko sasa kule kwenye hizi kazi na manyanyaso sana, yaani hizi kazi za ndani ni ngumu sana, hizi kazi za ndani zinachosha sana. Fine, lakini you know what, hakuna kazi rahisi, kazi zote zinachosha. Huyu anayefanya kazi kwenye kompyuta, why wewe usifanye kama unafikiri hiyo ni rahisi Anayefanya kazi kwenye kompyuta naye ana ugumu wake, kwa sababu ingekuwa ni rahisi na wewe ungeingia kwenye hizo kazi za kompyuta, but sio rahisi. Kwa hiyo kila kazi na ugumu wake. Jambo la muhimu ni kuendelea kujisukuma, ni kuendelea kujipush, kwa sababu huwa hatupendi kufanya zaidi, na ndio maana wengi tunabaki huku chini, kwa sababu hatupendi kujiongeza, hatupendi kufanya extra, hatupendi kujinoa, hatupendi kuwa the best. Kama unavyo nifahamu, mimi ni dada ambaye nimetoka huko mbali sana, kazi za ndani, nikiwa tu na standard 7, but now ukiniangalia unaona kabisa kwa muda mrefu ambao nimewekeza katika kujiboresha, katika kujinoa, na eneo ambalo mimi nimejiona kuna fursa ni la wanawake kujitambua. Hapa wanawake wengi bado wako nyuma sana. Yaani kuna wale ambao wanatakiwa kujitambua kwenye level ya kuanza kujijenga kiuchumi, na kuna wale ambao tayari wameweza kujijenga kiuchumi, lakini bado mila mila zetu kwa hiyo na wao kuna namna wanapaswa kujitambua kwamba okay, unaweza ukaishi kwa namna hii regardless una kipato chako, lakini mwingine hata ajui what does it mean kuwa na hicho kipato, kwa sababu yani bado yuko kwenye ugumu. Changamoto ni nyingi ambazo anahitaji pia kupata coaching, anahitaji kupata consultation. Kila kitu kinakuja na awareness. Mimi mwenyewe kufika nilivyo, kuwa hivi nilivyo, ni awareness, na awareness neno linatufundisha kwamba imani huja kwa kusikia. Unasikia nini? Imani nzuri ni ile ambayo unasikia neno la Mungu, unaamini yale ambayo yanatoka kwa Mungu. Lakini wanawake wengi wameamini mila na tamaduni ambazo zimesababisha wakae kwenye umaskini, na hapo ndipo nilipoona opportunity kwamba sasa watoke kwenye kuamini mila na tamaduni, waamini neno la Mungu ili waweze kuwekwa huru. Wakiwekwa huru watakuwa huru kweli kweli, na wataishi kwa furaha. Haitajalisha nani anasema nini, nani anakasirika, nani, alimradi unajua umealign na neno la Mungu. Haumkandamizi mtu, haumuonei mtu, you just live your life. Umeamua kujipenda, umeamua kujitunza vizuri, umeamua kufanya kazi, utafute kipato chako, na Mungu amekubariki, una kipato chako, umeamua kurahisisha maisha yako. Unahitaji kuendelea, yani una hela alafu bado unataka kufa na makazi ambayo kuna watu wangeweza kufanya na ukawalipa vizuri. Hapo umemkosea mtu nani? Umemkosea heshima nani? Yani sasa hivyo vyote ni awareness. You need that awareness, ujue kwamba mimi kuamua kurahisisha maisha yangu sio kosa. So guys, mwarobaini ni mchungu lakini ni dawa. Okay? Niko hapa